Yes, mambo vipi? Karibu sana katika channel yako pendwa ya Mapro TV kupata zile updates kali ambazo zinajiri na tumekuwa tukiziweka hapa, na kwa sasa tunaangazia habari za kiburudani kubwa zaidi, kuangazia trending story ambayo inamhusu mwanadada Mutima Wangu kutoka kule nchini Rwanda. Kama unafahamu kwamba siku ya jana lebo ya Kings Music ambayo iko chini ya msanii Ali Kiba waliweza kumtambulisha msanii mpya wa kike kwa mara ya kwanza kabisa kujiunga na lebo hiyo, ambayo Ali Kiba ndiye CEO wake. Sasa baada ya kumtambulisha mwanadada anayefahamika kama Mutima Wangu, masaa kadhaa baadaye aliweza kuachia ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la King'ang'a. Ni moja kati ya ngoma bomba sana, ngoma kali, lakini pia nilifuatilia lyrics kuangalia kama Mutima ataimba Kinyarwanda ama Kifaransa ama pengine Kiswahili ama lugha nyingine ya kigeni kama Kiingereza and stuff like that. Sasa baada ya kusikiliza lyrics ya ngoma hii nikaona mwanadada huyu bwana amechapa Kiswaziland, Kiswahili mwanzo mwisho yani. Sasa ni kitu kizuri ambacho kiukweli kinazidi kumtengenezea nafasi nzuri sana kwa soko la Bongo, kwa sababu Watanzania wamekuwa wanapenda sana nyimbo ambazo zimesheheni lugha ya Kiswahili kutokana na utamaduni wetu wa kupenda lugha yetu ya Kiswahili. So Mutima Wangu japo ni msanii mwenye asili ya Rwanda, lakini ameweza kuturn to Swahili language na kufanya kwamba ngoma hiyo iwe ni mahadhi ya Kiswahili, na hivyo imekuwa ni moja kati ya ngoma ambazo zinafanya vizuri sana sana sana. Nijaribu kucheki baadhi ya ile insights kwa upande wa Instagram. Ikumbuka pia account yake ya Instagram ni mpya kabisa, imefunguliwa jana tu, lakini hadi hivi sasa ina zaidi ya followers 10,000. Lakini pia ukiangalia zile insights, watu wamekuwa wakiview sana zile reels ambazo ameziweka. Nimeona nyingi zikiwa zinaenda viral sana. Kuna zingine zimefika 500,000, 300,000, 80,000, 100,000 and stuff like that. So imekuwa ni utambulisho mdogo, lakini umempa jina na umempa taswira nzuri sana ya mwelekeo mzuri wa safari yake ya music. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa YouTube tayari hadi hivi sasa ngoma yake ina zaidi ya views 100,000. Ikumbuke ni msanii mchanga, ni msanii mpya kabisa, kwa mara ya kwanza anaachia ngoma yake ukanda, lakini ndani ya masaa 24 ina views zaidi ya 100,000. Hii ni ishara mzuri sana kwake, lakini pia inaonekana kwa sasa Kings Music wamebadilika na wanajaribu kufanya promotion kikubwa sana, na ndio maana imekuwa ni ngoma ambayo imepata mwitikio mkubwa, mwitikio mzuri. Ni ngoma chache sana tumeona wasanii wengi ambao ni maarufu wanatoa ngoma zao kipindi hiki, lakini haziendi kama ilivyoenda ngoma ya Mutima. Kwa hiyo ni ngoma kali, ni msanii mkali, ni msanii ambaye ana appearance nzuri sana, lakini pia yuko ndani ya Kings Music, ambapo mfalme wa Bongo Flava Ali Kiba mwenye uzoefu tele pia akiwa ndiye msimamizi wa lebo hiyo. So nafikiri after some days tutamwona mbali sana Mutima, na atakuwa ni mmoja kati ya female artist ambao wanakuja kuleta changamoto sana katika career hii ya music, lakini pia katika soko la Bongo Flava. Umesikiliza ngoma hiyo? Kama bado kaitegea sikio, then rudi hapo tuambie umesikiaje ama unaionaje ngoma ya Mutima ambayo inafahamika kama King'ang'a. Tuandike maoni kwenye comment section, usisahau kubonyeza neno subscribe. Itakuwa umefanya unyama sana kuungana na familia ya Mapro TV kwa ajili ya zile updates kali za michezo, burudani, interviews na matukio kadha wa kadha ambayo yanajiri na kumeka headline, nasi tunakuwa tukiyaweka hapa.